Tuelekee kaunti nambari 1 sasa, ambapo waandishi wa habari kutoka Pwani chini ya mwavuli wa Coast Media FC wameadhimisha siku ya redio duniani. Walianza katika maeneo ya mapembeni katikati mwa jiji la Mombasa hadi katika uwanja wa Burhania, ambapo wanahabari walishiriki michuano ya kandanda ili kutoa hamasa kuhusu uhuru wa wanahabari. Ni maandamano ya amani katikati mwa jiji la Mombasa, waandishi wa habari chini ya mwavuli wa Coast Media FC wakishirikiana na wanafunzi wa gredi ya 10 kutoka shule ya Moi Kadzonzo huko Mariakani, kaunti ya Kilifi, wakitoa hamasisho kuhusu siku ya redio duniani. Walitembea kutoka barabara ya Moi kuelekea mzunguko wa Fontanella hadi uwanja wa Burhania. Ule mtu ambaye analima, ule mfanyikazi wa kibanda, hata sasa hii unapata kila pikipiki yote imekuwa redio. So naona kwamba redio imeleta mafanikio mengi kwa upande wa elimu. Unapata kila Saturday radio stations zote ni kama ziko na kipindi ya elimu. Tukirudi nyuma kidogo, mwakumbuka hata hapa nchini Kenya na pia Rwanda, redio imetumika katika masuala mengi ya uchaguzi. Imetumika kwa uzuri na pia kwa ubaya. Wakati wa COVID pia redio imetumika. Tunaelekea mambo ya uchaguzi. Kwa hivyo redio itakuwa ni chombo muhimu sana katika kuhamasisha wananchi kuhusu mwelekeo wa vile uchaguzi unafaa kuwa, kuhusu kupiga kura. So naimiza waandishi wa habari wawe makini sana kwa mambo ambayo watakuwa wanaripoti. Waandishi wa habari wametaka uhuru wa wanahabari kupewa kipaumbele, pia kukumbuka mchango wa redio duniani, wengi wakikumbuka jinsi teknolojia imebadili mawasiliano. Tunakwambia halaiki ya mashabiki wa mchezo walikuwa wakisikiliza redio. Redio ndio ilikuwa chombo cha pekee ambacho kilikuwa kikitangaza mashindano ya mipira. Hata wakati wetu sisi tulipokuwa tunacheza mpira, watu nyumbani walikuwa wakisikiliza matangazo ya mechi zetu katika redio. Citizen Radio ambao leo hii imetuchenga asubuhi imetuimarisha sisi, kwa sababu tuko na kipindi kilikuwa kinaletwa asubuhi kabla saa 12. Unaanza na mahombi, baadaye unapewa huu ni ungwana. Ilikuwa ni fursa nyingine pia ya wanafunzi kujifunza mengi kuhusu taaluma ya wanahabari. Kwanza kabisa tumefurahia kwamba tumetembea na watangazaji mbalimbali. Wanafunzi wamepata kuona kwamba taaluma hii ya utangazaji ni kweli inaweza mpeleka mbali. Tunavyojua kwamba sasa tuko katika mtaala wa CBE, kuna wanafunzi wa grade 10 ambao wengine katika pathway yao wana hiyo taaluma ya utangazaji. Ndipo sasa tumeamua kujiunga na wenzetu katika siku hili wakapate kuona na kushuhudia kwamba watangazaji pia walipitia shule na wanaendeleza katika taaluma ya utangazaji. Hii naamini kuwa hii ni kimoja kitengo ambacho hakiwezi kufa katika hii dunia. Maana ya sambaza habari, yajulisha watu matokeo ya sasa hata yatakayokuja hivi mjini pamoja na mashinani. Kwa hivyo leo tumefika hapa kama kuadhimisha siku yetu, lakini kikubwa zaidi ni kwamba tumeweza kutangamana na vyombo vya habari mbalimbali katika uwanja huu, na mwisho wa siku mchezo umeweza kuchezwa. Kwa bahati mbaya ni siku yetu, lakini tumeweza kupoteza. Ningependa kuwarai especially wale waandishi wa redio, mtu asikudharau, sababu redio ina mchango mkubwa sana kule mashinani. Tutumie redio kwa kupitisha habari kama ni peace, security and everything. So mimi ningerai wananchi ama wale wanahabari wenzangu. Baada ya hapo, waandishi walishiriki michuano baina yao katika uwanja huo. Francis Mtalaki, Ringa.